Ni jinsi gani unaweza kuvutia hadithi yako kuvuta wateja sana? Wateja wana resonate na mtu. Wateja hawa resonate na mapicha, malogo, majina ya makampuni. Wateja wana resonate na mtu. Kuresonate na mtu ni kuelewana na mtu. Wewe ni binadamu, una maisha yako ambayo unapitia ups and down, na yeye ni binadamu. Binadamu anaweza akaona picha tu kwenye social media ikamgusa, ya mtu ameumia, amevunjika, au mtu ana furaha, analia, ikamleta akabaki pale. So kwenye stori za binadamu lazima, kama umetoka hatua A ambayo ilikuwa ni chini, ukatumia product yako au biashara yako au bidhaa yako ama huduma unaifanya ikakupeleka point B, ni rahisi mtu kuresonate na kuweza kukuelewa vizuri, kwa sababu anajua kama huyu alipitia kwenye changamoto hii, huyu akiwa kwenye viatu vyangu alitumia product yangu, huyu alipokuwa kwenye situation kama yangu alitumia biashara yake ama product ama service yake na ikamfanya akatoka. Hata mimi kwenye situation yangu hii ni rahisi kutoka, kwa sababu nimeshaona evidence. Sometimes mtu anatafuta mifano ya uongo, anatafuta examples za uongo. Wewe penyewe ni binadamu, una maisha yako ambayo umepitia, umetoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Hata kama hujatoka kwenye hatua moja ukaenda kwenye hatua ya kuwa bilionea, hapana. Kama umetoka kwenye kushindwa kupata mlo mmoja wa siku, ukafikia sija kula kitu unachotaka muda wote unaotaka, unaweza ukafanya diet na ukala saa yoyote na kitu chochote unachokitaka. Hiyo ni story ya kuambia watu wana resonate. Kuna watu wengine hawana chakula, kwa unavyomwambia it is possible, ukamwambia mimi nilikuwa siwezi kula mlo mmoja, naweza kuwa 5-star hotel nikala kula chakula kwa muda wote, saa yote, muda ninaotaka. Kwa sababu gani? Nimetoka kupata chakula kimoja mpaka kufikia huko. Hii ni story to tell. Kuna watu wengi hawajafika 5-star hotel. Kuna watu wengi hawezi kuafford. Kuna watu wengi ambao wamepitia situation kama yako na wao wapo kwenye mazingira yako na wanaweza kuafford kula chakula 5-star hotel. Wanaona sasa huyu anachokieleza ni sahihi, kwa sababu mimi pia nipo 5-star hotel, lakini niliweza kuishi maisha magumu, mazingira ambayo nilikuwa siwezi kula chakula kimoja. By this story unagusa mtu ambaye anatamani kutoka chini kuja juu. By your story unagusa mtu ambaye tayari yupo juu na anaelewa situation unayozungumzia, ameipitia. Kwa hiyo unagusa watu wengi kwa mara moja. Story yako inaweza kubadilisha maisha ya mtu kabla hata ya product yako. Ukiona story yako ambayo umetumia huduma unaoitoa haijaweza kukubadilisha hata wewe mwenyewe, hiyo huduma hata ukimpa mtu mwingine haiwezi kubadilisha, unless uamini na kuresonate. Ndio maana story yako inaweza kubadilisha maisha ya mtu kabla hata hujatoa huduma, na hapo ndipo unapotengeneza wateja.